kila kimoja, na hivi ndivyo ambavyo Sergeant at Arm wakiwa wanarudi kwa mbwembwe kabisa. Mpenzi mtazamaji, ungana pamoja nasi uendelee kufurahia bajeti yako, serikali ikiwa inawasilisha. Sawa, bila shaka na leo bunge limesheheni kama ulivyosema awali. Bunge limesheheni kikweli kweli, wabunge wamejaa. Bunge limesheheni na wabunge wamejaa kama alivyowaambia Mheshimiwa Spika. Aliwaambia kwamba hii ni bajeti yao akiwa anawakilisha wananchi, hivyo Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka 2026-27. Uwasilishaji wa bajeti hii umezingatia ibara ya 137 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ikisoma pamoja na kifungu cha 23(3) cha Sheria ya Bajeti sura 439 na kanuni ya 127 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Agosti 2025. Mheshimiwa Spika, pamoja na hotuba hii ninawasilisha vitabu vinne vinavyoelezea kwa kina takwimu za bajeti ya serikali. Kitabu cha kwanza kinahusu makadirio ya mapato yatakayowezesha utekelezaji wa shughuli za serikali. Kitabu cha pili kinahusu makadirio ya matumizi ya kawaida kwa wizara, idara zinazojitegemea na wakala wa serikali. Kitabu cha tatu ni makadirio ya matumizi ya kawaida ofisi ya wakuu wa mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, na kitabu cha nne kinahusu makadirio ya matumizi ya maendeleo kwa wizara, idara zinazojitegemea, wakala wa serikali, ofisi za wakuu wa mikoa pamoja na mamlaka za serikali za mitaa. Hotuba hii, Mheshimiwa Spika, inapatikana kwenye tovuti ya Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Spika, nawasilisha pia mswada wa sheria za fedha ya mwaka 2026, mswada wa sheria ya kuidhinisha matumizi ya serikali kwa mwaka 2026, taarifa ya bajeti yenye mrengo wa kijinsia na mkakati wa usimamizi wa vihatarishi vinavyoweza kuathiri utekelezaji wa bajeti itakayoidhinishwa na bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, awali ya yote ninatanguliza shukurani kwa Mola wetu Mwenyezi, rahimu na karimu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki vyema mkutano wa 3 wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, sichoki kuwapongeza viongozi wetu wakuu kwa mafanikio makubwa wanaendelea kuleta kwenye nchi yetu. Ninaungana na mawaziri wenzangu kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuchaguliwa tena kwa kishindo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa uongozi wake mahiri na wa moyo wa kizalendo katika kuwatumikia wananchi. Sote tumeendelea kushuhudia matokeo ya kazi kubwa anayoifanya ya kuleta maendeleo ya nchi yetu kupitia kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Ninaomba waheshimiwa wabunge pamoja na wananchi wote kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumjalia afya njema, hekima, maarifa na kumpa ulinzi zaidi rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuwatumikia Tanzania. Mheshimiwa Spika, ninampongeza pia Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa weledi wake katika kuendelea kumsaidia na kumshauri Mheshimiwa Rais kuongoza taifa letu. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa kwa mara nyingine tena kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hii ni uthibitisho wa kukubalika kwa uongozi wake mahiri na dhamira ya dhati kuendelea kuwaletea maendeleo wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Spika, ninampongeza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, kwanza kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kwa mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi, pili kwa kuaminiwa na kuteuliwa na Mheshimiwa Rais na hatimaye kuidhinishwa na bunge lako tukufu kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninampongeza pia kwa kuendelea kuratibu na kusimamia shughuli za serikali kwa weledi mkubwa. Mheshimiwa Spika, kwa namna pekee na kwa mara nyingine tena ninamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuwa mbunge na kunipa dhamana adhimu ya kumsaidia kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya waziri wa fedha. Hii ni imani na dhima kubwa kwangu. Njia pekee ya kuonesha kuwa ninaithamini ni kuitumikia kwa weledi, uaminifu na kwa maslahi ya taifa letu. Nachukua ahadi mbele ya bunge lako tukufu kuwa nitafanya hivyo kwa muda wote. Mheshimiwa Spika, kwa moyo wa simanzi na huzuni kubwa ninatoa pole kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Kwako binafsi Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge pamoja na Tanzania wote, kwa kuondokewa na wapendwa wetu Mheshimiwa William Mpangimembe Lukuvi aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani, Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho na Mheshimiwa Halima Idi Nasso aliyekuwa mbunge wa viti maalum. Tutaendelea kuwakumbuka kwa michango yao na utumishi uliotukuka ndani ya bunge lako tukufu na nchi yetu kwa jumla. Mheshimiwa Spika, ninatoa pole kwa waumini wa Kanisa Katoliki pamoja na ndugu na jamaa na marafiki kwa kuondokewa na kiongozi wa mpendwa, Askofu Mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Muadhamu Polycarp Kardinali Pengo. Marehemu Kardinali Pengo atakumbukwa milele kwa mchango wake mkubwa alioutoa kwa taifa, hususan katika uwakilishi wake wa kiroho kwa Kanisa Katoliki ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, wapo Watanzania wenzetu waliofikwa na majanga mbalimbali waliosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali na miundombinu kutokana na ajali za barabarani, maradhi na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ninawaombea marehemu wote pumziko la amani na uponaji wa haraka kwa majeruhi wote ili waweze kurejea katika shughuli zao. Aidha, ninatoa pole kwa Tanzania wote waliopoteza ndugu, jamaa, marafiki na mali zao kutokana na majanga haya. Tukiwa waja wa Mwenyezi Mungu, tunapaswa kukumbuka kuwa sisi sote ni waja wake na kwake tutarejea. Tujiandae kwa safari hiyo. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno haya ya utangulizi, naomba hotuba yangu yote iingie kwenye kumbukumbu na taarifa rasmi za Bunge. Mwenendo wa hali ya uchumi. Mheshimiwa Spika, hali ya uchumi wa nchi yetu imeendelea kuimarika na kuwa himilivu pamoja na changamoto mbalimbali zinazoendelea kujitokeza duniani. Kwa kuwa bunge lako tukufu limepokea hotuba ya hali ya uchumi asubuhi ya leo, naomba kwa kumbukumbu za kikao hiki upokee muhtasari wa hali ya uchumi kama ilivyowasilishwa katika aya ya 12 hadi ya 14 ya hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa utekelezaji wa bajeti ya serikali, bunge lako tukufu liliidhinishia serikali bajeti ya jumla shilingi trilioni 56.49 kwa mwaka 2025/26. Kati ya kiasi hicho mapato ni shilingi trilioni 41.39 ikijumuisha misaada ya shilingi bilioni 925.1 pamoja na mikopo ya ndani na nje ya shilingi trilioni 15.1. Kwa upande mwingine, matumizi yalijumuisha mishahara na stahiki za watumishi ya shilingi trilioni 7.71, ununuzi wa bidhaa na huduma shilingi trilioni 7.81, malipo ya riba za mikopo na mitaji shilingi trilioni 14.21, ruzuku, michango, mafao, misaada ya kijamii na gharama nyingine shilingi trilioni 23.98, pamoja na uwekezaji wa mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.78. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapato, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, serikali ilifanikiwa kukusanya mapato ya jumla shilingi trilioni 34.75 sawa na asilimia 101.8 ya lengo la kipindi hicho. Mheshimiwa Waziri, dakika moja. Mheshimiwa Bunge, Mheshimiwa Rais ameshajiunga moja kwa moja akiwa kama ni sehemu ya Bunge, na yeye kati ya kiasi hicho mapato ya kodi yalifikia shilingi trilioni 28.1 sawa na asilimia 105.1 ya lengo. Mapato mengine yasiyo ya kodi na mapato yanayokusanywa na halmashauri shilingi trilioni 5.92 sawa na asilimia 89.5 ya lengo, na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 740.5 sawa na asilimia 96.1 ya lengo. Mheshimiwa Spika, ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya kodi umetokana na kuongezeka kwa wigo wa vyanzo vya mapato ya kodi kutokana na kuimarika kwa shughuli za kiuchumi na kuongezeka kwa kiwango cha uhiari wa kulipa kodi kufuatia hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali, ikiwemo kuimarisha kwa mifumo ya ukusanyaji wa mapato, utoaji wa elimu ya kodi kwa umma na mijadala ya pamoja kati ya serikali na walipa kodi. Mheshimiwa Spika, natumia fursa hii kuwashukuru kwa dhati Watanzania wazalendo wanaotimiza wajibu wao kulipa kodi kwa hiari. Mwitikio huo mzuri umeendelea kuimarisha uwezo wa ndani wa serikali kugharamia huduma muhimu za kijamii na kiuchumi nchini kwa zaidi ya asilimia 70. Kwa upande wa matumizi, Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya matumizi ya serikali bila kujumuisha malipo ya mtaji wa deni yalikuwa shilingi trilioni 40.92 sawa na asilimia 98.8 ya lengo la kipindi hicho. Kiasi hicho kinajumuisha mishahara na stahiki za watumishi shilingi trilioni 7.02, malipo ya riba shilingi trilioni 5.09 na ununuzi wa bidhaa na huduma
shilingi trilioni 7.02. Matumizi mengine ni ruzuku, michango, mafao, misaada ya kijamii na gharama nyingine shilingi trilioni 19.41, na uwekezaji katika mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.38. Mheshimiwa Spika, hadi Aprili 2026 serikali ilikopa jumla shilingi trilioni 11.29 katika soko la ndani na nje, sawa na asilimia 89.5 ya lengo. Kati ya kiasi hicho, mikopo ya ndani ilikuwa shilingi trilioni 5.08, ambapo shilingi trilioni 2.55 zilitumika kulipa hati fungani zilizoiva na shilingi trilioni 2.53 zilitumika kugharamia miradi ya maendeleo. Aidha, mikopo ya nje ilikuwa ni jumla ya shilingi trilioni 6.2, ambapo kati ya kiasi hicho mikopo nafuu ilikuwa shilingi trilioni 4.61 na mikopo yenye masharti ya kibiashara shilingi trilioni 1.59. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi wa Machi 2026 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 114.34. Kati ya kiasi hicho deni la ndani lilikuwa shilingi trilioni 38.45 sawa na asilimia 33.6, na deni la nje ilikuwa shilingi trilioni 75.89 sawa na asilimia 66.4. Deni hilo limetokana na mikopo iliyoelekezwa katika maeneo ya kimkakati yanayochochea ukuaji wa uchumi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji, nishati na mawasiliano. Mheshimiwa Spika, tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanywa Novemba mwaka 2025 imeonyesha kuwa deni ni himilivu katika kipindi cha muda wa kati na muda mrefu. Thamani ya sasa ya deni la serikali kwa pato la taifa ni asilimia 39.6 ikilinganishwa na ukomo wa asilimia 55. Deni la nje kwa pato la taifa ni asilimia 24.4 dhidi ya ukomo wa asilimia 40, na deni la nje kwa mauzo ya nje ni asilimia 123.1 dhidi ya ukomo wa asilimia 180. Hali hii inaonyesha kuwa nchi yetu ina uwezo mzuri wa kusimamia na kuhimili deni lake bila kuathiri uthabiti wa misingi ya uchumi. Mheshimiwa Spika, sambamba na mafanikio hayo, kampuni kubwa za kimataifa za Moody's na Fitch Ratings zilifanya tathmini ya awamu ya kwanza ya uwezo wa nchi kukopa na kulipa madeni kwa mwaka 2026. Matokeo ya tathmini yalionyesha kuwa Tanzania inakopesheka na ina uwezo mzuri wa kulipa madeni yake. Matokeo haya yanatokana na ukuaji mzuri wa uchumi, utekelezaji wa mageuzi ya kimuundo yanayoboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, pamoja na nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na ongezeko la mapato ya serikali. Masuala mtambuka. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu lipokee na kuzingatia masuala mtambuka yanayobainishwa katika hotuba yangu, ikiwa ni pamoja na athari za migogoro ya kimataifa, mabadiliko ya tabia nchi na jinsia na ustawi wa jamii, kama ilivyobainishwa kupitia aya 26 hadi ya 37 ya hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, kupitia amri ya Rais, uendelezaji wa makao makuu Dodoma. Mheshimiwa Spika, kupitia amri ya Rais, yani Presidential Decree namba 320 ya mwaka 1973, Dodoma ilitangazwa kuwa makao makuu ya taifa la Tanzania wakati wa awamu ya kwanza serikali chini ya uongozi wa baba taifa marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aidha, mwezi Februari mwaka huu 2026 tumetimiza miaka 30 tokea Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhamia Dodoma, na hivyo kuwa mhimili wa kwanza kuhamia rasmi makao makuu. Naomba nitumie fursa hii kulipongeza Bunge kupitia kwako Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mhimili wa serikali ulihamia rasmi Dodoma mwaka 2017 wakati wa serikali ya awamu ya 5 iliyoongozwa na hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na kupitia kauli mbiu ya kazi iendelee, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameendeleza kwa kasi zaidi ujenzi wa Dodoma kama makao makuu ya taifa. Kwa sasa mihimili yote ya dola imeshahamia Dodoma, ambapo mhimili wa mahakama ukiwa na jengo la kisasa na mfano barani Afrika, wakati mji wa serikali wa Mtumba ukiendelea kujengeka kwa hadhi ya kipekee. Vilevile Ikulu ya Chamwino nayo imekamilika na kuendelea kutekeleza kazi zake za kuwa kituo kikuu cha uongozi wa taifa letu. Hakika hii sasa ni Dodoma, mji mkuu unaoibukia vyema na sio tena mji uliozama Idodoma. Mheshimiwa Spika, ni wajibu wetu serikali, sekta binafsi na hata ofisi za balozi na mashirika ya kimataifa kuendelea kuijenga Dodoma kuwa mji mkuu wa kisasa wa karne ya 21 kwa taifa linalojiamini na lenye matumaini makubwa. Badala ya kuwa makao makuu ya utawala wa nchi, Dodoma itaendelezwa kuwa alama muhimu ya nchi ya maendeleo ya kiuchumi, kitovu cha usafiri na usafirishaji kwa Tanzania na nchi jirani, na mfano wa maendeleo wa mikoa na majiji mengine nchini.
reli ya SGR na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato vinatoa fursa muhimu ya kuharakisha kufikiwa ndoto hizo. Bajeti ya mwaka 2026/27. Mheshimiwa Spika, bajeti ya mwaka 2026/27 ni ya kwanza katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia miongozo ya kitaifa, kikanda na kimataifa, ikiwemo mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, dira ya maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2050, ajenda ya maendeleo ya Afrika ya mwaka 2063, malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, pamoja na nyaraka, miongozo na makubaliano mengine ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Mheshimiwa Spika, bajeti hii pia imezingatia hotuba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa tarehe 14 Novemba mwaka 2025 wakati wa kuzindua rasmi Bunge la 13. Aidha, bajeti pia imezingatia maelekezo mahususi yaliyotolewa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Madelu Nchemba. Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo mengine, bajeti hii inawasilisha mapendekezo ya hatua mpya za kisera za mapato na matumizi kwa mwaka 2026 na 27. Hatua hizo zinalenga kuchochea ukuaji wa uchumi, yaani kuwa na uchumi hatua ambazo ni progress, kuvutia uwekezaji, kulinda na kuimarisha sekta ya viwanda nchini, pro investment industrialization, kuongeza ukusanyaji wa mapato ili kujitegemea katika ugharamiaji wa sehemu kubwa wa bajeti ya serikali, fiscal sovereignty, na kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za serikali na umma kwa ujumla, yani fiscal discipline. Dhima na vipaumbele vya bajeti kwa mwaka 2026/27. Mheshimiwa Spika, bajeti ya mwaka huu 26/27 ina dhima ya kujenga uchumi himilivu kupitia mageuzi ya kidijitali, uwekezaji wa kimkakati na sera endelevu za kibajeti kwa ukuaji wa jumuishi wa uchumi. Dhima hii imeandaliwa kuzingatia maeneo matano ya mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026/27. Maeneo hayo ni pamoja na utawala, amani, usalama na utulivu; pili, uchumi imara, jumuishi na shindani; tatu, uwezo wa watu na maendeleo ya kijamii; nne, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi; na tano, sekta ya vichocheo vya kimageuzi. Shabaha na misingi ya uchumi wa jumla. Mheshimiwa Spika, naomba Bunge lako litukufu lipokee na kuzingatia taarifa ya shabaha na misingi ya uchumi jumla kama nilivyowasilisha kupitia aya 47 hadi 49 ya hotuba yangu. Mkakati wa kuongeza mapato. Mheshimiwa Spika, takwimu za miaka ya karibuni zinaonyesha kuwa misaada kutoka nje imeendelea kupungua mwaka hadi mwaka, na hivyo haiwezi kuwa chanzo cha kuaminika cha mapato katika utekelezaji wa bajeti yetu. Aidha, utekelezaji wa miradi kwa fedha za mikopo nao umeendelea kuleta changamoto kwa kuzingatia uhimilivu wa deni, gharama za mikopo na athari yake kwa uhuru wa taifa letu. Hali hii inasababisha uhitaji wa kuongeza kasi yetu kwenye kujitegemea kiuchumi na mapato. Serikali itachukua hatua zaidi za kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kuziba mianya ya upotevu na kuimarisha taasisi za ukusanyaji. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2026/27 serikali kupitia utekelezaji wa mkakati wa ukusanyaji wa mapato wa muda wa kati 2025/26 hadi 27 kwa azma ya kutanua wigo wa kodi na kuongeza fursa za ajira. Pili, kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari kwa kuimarisha mahusiano baina ya serikali na walipa kodi kupitia majadiliano kwenye majukwaa mbalimbali ikiwemo Baraza la Taifa la Biashara na CEOs Round Table. Tatu, kuendelea kusimamia na kuhimiza matumizi sahihi ya mashine za kutolea risiti za kielektroniki kupitia utoaji wa elimu na uendeshaji wa programu mbalimbali za hamasa. Nne, kuendelea kujenga na kuboresha mifumo ya tehama ya usimamizi na ukusanyaji wa mapato ya ndani, kutumia teknolojia ya kisasa ya akili unde na matumizi ya taarifa and big data na kuhakikisha mifumo yote inabadilishana taarifa. Tano, kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa taasisi za umma ili kuhakikisha zinaongeza tija katika ukusanyaji wa maduhuli pamoja na kuhakikisha zinawasilisha gawio na michango stahiki na kwa wakati katika mfuko mkuu wa serikali. Sita, kuhakikisha bidhaa zote zinazozalishwa nchini zinazoagizwa na kuuzwa ndani na nje ya nchi zinakuwa na msimbo pau, yani barcode. Na saba, kuendelea kufanya uchambuzi wa kina na kuanza utekelezaji wa baadhi ya mapendekezo 284 yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi. Mheshimiwa Spika, sambamba na mikakati hiyo, serikali inakusudia kuanzisha programu ya tunzo ya uzalendo kupitia mfumo wa usimamizi wa risiti za kielektroniki inayotarajiwa kuzinduliwa rasmi Julai mwaka huu 2026.
Lengo ni kuhamasisha tabia ya wananchi kudai risiti stahiki pindi wanapofanya ununuzi na wafanyabiashara kutoa risiti kwa hiari pale wanapofanya mauzo. Tunzo au zawadi hizo zitatolewa kwa mtindo wa bahati nasibu, ambapo zawadi mbalimbali zitatolewa kwa kuchezesha draw ili kuwapata washindi waliotoa na waliodai risiti kwa kipindi husika. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu lipokee na kuzingatia taarifa ya mikakati ya serikali katika kuboresha na kuimarisha mazingira ya uwekezaji na biashara, urasimishaji wa sekta isiyo rasmi, huduma jumuishi za fedha, kupunguza matumizi ya fedha taslimu na usimamizi wa matumizi ya fedha za umma kama ilivyoainishwa kupitia aya 53 hadi ya 69 ya hotuba yangu. Maboresho ya mfumo wa kodi, ada, tozo na hatua nyingine za mapato. Mheshimiwa Spika, awali nilieleza haja ya kuwa na bajeti inayochochea mageuzi ya kiuchumi, hasa ujenzi wa viwanda na kuwa na taifa linalojitegemea. Sasa ninapenda kuwasilisha mapendekezo ya hatua mpya za kodi kwa mwaka 2026/27 nikitarajia kuwa zitajibu maswali na ukidhi kiu ya wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji kwa kuweka sera zitakazochochea uwekezaji, uzalishaji, kulinda viwanda na kuchangia katika kufikia malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2000 ya maendeleo ya mwaka 2050. Mheshimiwa Spika, wakati serikali ikifanyia kazi kwa kina maoni yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi, mapendekezo ya kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2026 yamezingatia baadhi ya maoni hayo. Maeneo yaliyopendekezwa kufanyiwa maboresho ni pamoja na haya yafuatayo. Kundi la kwanza, kustawisha sekta za uzalishaji katika mnyororo wa thamani wa mafuta ya kula, pamba na nguo na mavazi. Mheshimiwa Spika, mafuta ya kula ni bidhaa muhimu inayotumiwa kwa wingi nchini Tanzania na inatoa fursa kubwa ya kukuza uwekezaji, ajira na mapato kupitia mnyororo wake wa thamani. Serikali imeweka vivutio mbalimbali vya kikodi ili kuhamasisha kilimo na matumizi ya mbegu za mafuta zinazozalishwa nchini, kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hii kwa wananchi kwa gharama nafuu, pamoja na kuendeleza na kulinda viwanda vya ndani vinavyochakata na kuzalisha mafuta ya kula. Hatua za kikodi zinazoendelea kutekelezwa kwa sasa ni pamoja na zifuatazo: moja, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi. Pili, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula yanayoingizwa nchini isipokuwa ya mchikichi. Tatu, ushuru wa mauzo ya kusafirisha nje ya nchi, export levy wa 10% kwenye mafuta ya ghafi ya alizeti na mbegu zake. Nne, ushuru wa forodha wa 0% kwenye mafuta ghafi ya kula ya mchikichi na 10% kwenye mafuta ya mchikichi yaliyochakatwa kwa kiwango cha kati. Na tano, ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 300 kwa tani moja, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa badala ya kiwango cha 35% pekee kwenye mafuta ya kula ya aina zote yaliyochakatwa kwa kiwango cha mwisho, yani refined edible oil. Mheshimiwa Spika, baada ya kufanya mashauriano na wadau mbalimbali ikiwemo wazalishaji wa mafuta ya kula na kamati ya kudumu ya Bunge la Bajeti, inapendekezwa kufanya marekebisho yafuatayo. Mosi, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula ya aina zote ikiwemo ya mchikichi na mafuta yaliyochakatwa kwa kiwango kidogo, semi refined palm oil. Hatua hii ina lengo la kuondoa changamoto ya udanganyifu wa uainishaji wa bidhaa, yani misdeclaration na misclassification, unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara wasioaminifu ambao hutumia nafuu iliyopo kwenye mafuta ya mchikichi kuagiza yaliyochakatwa. Matumizi ya kiwango hichi yanaendana na mwelekeo wa sera unaotumika na baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa ikiwemo Kenya na Uganda, ambazo tayari zinatoza ushuru wa forodha wa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya mchikichi kutoka nje ya jumuiya. Pili, kuendelea kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi. Tatu, kuendelea kutoza ushuru wa 35% kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 300 kwa tani moja kwa mafuta safi, kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa. Aidha, serikali imeandaa kanuni za uagizaji na mafuta ya kula kwa lengo la kudhibiti uingizaji wa mafuta ya kula nchini ili kuhamasisha na kukuza tasnia ya mafuta ya kula yanayozalishwa na kutumia mbegu za ndani ya nchi. Na nne, serikali kupitia Wizara ya Kilimo itaratibu kuondoa utoaji wa vibali maalum kwa waagizaji wa mafuta hayo kutoka nje ya nchi. Vibali hivyo vitatolewa baada ya kujiridhisha juu ya uwekezaji na uzalishaji wa mbegu za alizeti, pamba na michikichi chini ya kanuni za COPRA za mwaka 2026.
Aidha, kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, serikali itaendelea kutoa ruzuku ya mbegu ya alizeti na pamba pamoja na miche milioni 2 kila mwaka kwa lengo la kukuza uzalishaji wa mbegu zinazotumika kuzalisha mafuta ya kula na hivyo kuondoa kabisa uingizaji wa mafuta hayo kutoka nje. Kwa upande wa mnyororo wa pamba, nguo na vitambaa, Mheshimiwa Spika, sekta ya nguo na mavazi ni moja ya sekta inayohusisha mnyororo mrefu wa ongezaji wa thamani kwenye zao la pamba, yani ginning, kusokota nyuzi spinning, kuseketa vitambaa, kufuma vitambaa, kuchapa na kuweka rangi pamoja na kushona mavazi. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa sekta hii katika uchumi wa Tanzania, serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa ndani ya nchi katika uzalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi, ikiwemo vivutio mbalimbali vya kikodi kwa wazalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi nchini. Vivutio vya kikodi vinavyotekelezwa kwa sasa hivi ni pamoja na: mosi, kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0% kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba ya ndani ya nchi; pili, unafuu wa ushuru wa forodha kwenye malighafi, mashine na vipuri vinavyotumika katika uzalishaji wa vitambaa na nguo nchini; tatu, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa mashine zinazotumika kwenye viwanda vya uzalishaji wa mavazi; nne, ushuru wa forodha wa 25% kwenye nyuzi na pamba zinazotoka nje ya jumuiya; na tano, uwepo wa kiwango maalum cha ushuru wa forodha dola za Marekani 0.25 kwa mita ya kitambaa kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa ikilinganishwa na 25% ili kudhibiti udanganyifu na kulinda viwanda vya ndani. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia umuhimu wa mchango wa tasnia ya pamba, nguo na mavazi katika uchumi, inapendekezwa kuendelea kulinda viwanda vya ndani vinavyozalisha vitambaa kwa kuchukua hatua zaidi zifuatazo: mosi, kuongeza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 35% au dola za Marekani 0.3 kwa mita ya kitambaa kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa; na pili, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba yanayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi yake. Matumizi ya nishati safi na mbadala katika vyombo vya moto na majumbani. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuweka hatua mbalimbali za kodi zinazochochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia katika sekta ya usafiri wa majumbani. Hatua zinazotekelezwa kwa sasa ni pamoja na hizi zifuatazo: mosi, msamaha wa ushuru wa bidhaa kwa kuzingatia uwezo wa injini kwenye magari yanayotumia umeme na gesi; pili, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye gesi asilia iliyoshindiliwa yani CNG inayotumika kwenye magari; tatu, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vya usambazaji wa CNG ikiwemo CNG compressors, metering equipment, storage cascades na vifaa vingine vya magari pamoja na dispensers; msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mnyororo mzima wa uzalishaji wa thamani; tano, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vinavyotumika katika ubadilishaji wa mfumo wa matumizi ya mafuta ya petroli kwa mfumo wa matumizi ya gesi na umeme kwenye magari; sita, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa malighafi zinazotumika kutengeneza mitungi ya gesi kwa matumizi mbalimbali ikiwemo yanayotumika kwenye magari; saba, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwenye betri za umeme zinazotumiwa na wazalishaji au waunganishaji wa magari na pikipiki za umeme; na nane, unafuu wa ushuru wa forodha kwa waunganishaji na wazalishaji wa vyombo vya moto nchini ikiwemo vinavyotumia umeme na gesi kwa kuzingatia kanuni za uunganishaji na uzalishaji wa bidhaa za Jumuiya ya Afrika Mashariki za mwaka 2025 ili kupunguza gharama za uzalishaji. Mheshimiwa Spika, katika kuchochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia, serikali inapendekeza hatua zifuatazo kwa mwaka 2026-27. Mosi, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 85044000. Pili, kupunguza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 10% kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme yanayotambulika kwa HS codes ambazo zimeonyeshwa katika hotuba yangu. Aidha, serikali inaendelea kufanya majadiliano na viwanda vya kuunganisha magari vilivyopo nchini ili kutoa unafuu wa kodi kwa waunganishaji wa magari ya umeme hapa nchini. Na tatu, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi na ya mitungi ya kupikia yani LPG smart meters zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 9028.10.00. Msamaha husika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi ya kupikia pekee. Urasimishaji wa sekta isiyo rasmi. Mheshimiwa Spika, mwaka 2026-27 serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi
ya kuvutia urasimishaji wa sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri zaidi vijana na wanawake. Katika kufanikisha azma hiyo, serikali itatekeleza mambo yafuatayo: mosi, kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho ya mlipa kodi. Na pili, kufanya maboresho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutenga 15% ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyopo sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya 15% itakayotengwa, 10% itaendelea kuelekezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali, na 5% ya ziada itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi na maboresho ya masoko na maeneo ya biashara na ujasiriamali ili kuvutia na kuongeza fursa za ajira hususan kwa vijana, wanawake na makundi maalum. Eneo la nne, kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Mheshimiwa Spika, ili kupunguza matumizi ya fedha taslimu katika mwaka 2026/27 inapendekezwa kufanya maboresho yafuatayo: moja, kuweka sharti la baadhi ya malipo ya huduma na biashara kufanyika kwa njia za kidijitali kama ilivyoainishwa katika aya 61 ya hotuba yangu. Pili, kusitisha usambazaji wa matumizi ya vocha za ukwangua za muda wa maongezi katika maeneo yote ya mijini yenye miundombinu wezeshi ya malipo ya kidijitali. Tatu, kuweka sharti la matumizi ya vifaa vya malipo ya kidijitali yani lipa namba na TanQR kama moja ya kigezo wakati wa utoaji na uhuishaji wa leseni za biashara. Nne, kuweka sharti la kufungua akaunti ya benki kama moja ya kigezo kwa utoaji wa leseni kwa wafanyabiashara wanaoshiriki katika shughuli za madini, mifugo, mazao, mbao na uvuvi, na kuhakikisha miamala inafanyika kupitia akaunti husika. Na tano, kuweka sharti la uthibitisho wa malipo ya kidijitali kuwa rejea lazima itakayotumika kuidhinisha maombi ya uhamishaji wa mali kama vile ardhi, majengo na magari kama ambavyo imeelezwa katika aya 64 ya hotuba yangu. Kundi la tano, Mheshimiwa Spika, linahusu mapendekezo ya kiutawala ambayo yametolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Spika, pamoja na mapendekezo ya maboresho ya sheria mbalimbali zikiwemo kodi yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi, serikali pia imezingatia mapendekezo ya kiutawala yaliyotolewa na tume hiyo. Katika mwaka 2026/27 serikali itatekeleza baadhi ya mapendekezo hayo kama ifuatavyo: kwanza, Mamlaka ya Mapato Tanzania kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama, akili unde, data kubwa yani big data na teknolojia ya blockchain ili kupunguza gharama za kiutawala, kuongeza ufanisi, kuhakikisha usalama na uwazi wa takwimu na kuboresha huduma kwa walipa kodi kupitia teknolojia za kisasa. Aidha, hatua hii itapunguza ulazima wa mlipa kodi kuonana uso kwa uso na watumishi wa TRA. Pili, Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara wataweka utaratibu mahsusi wa taasisi za udhibiti kufanya kaguzi za pamoja katika maeneo ya uwekezaji, biashara na shughuli zote zilizosimamiwa na mamlaka za udhibiti ambao hautasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara na wawekezaji bila ya kuathiri majukumu ya msingi ya taasisi hizo. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itatoa mwongozo wa utozaji tozo mbalimbali za mamlaka za serikali za mitaa utakaotumika na mamlaka husika katika kuandaa sheria ndogo za utozaji wa tozo hizo. Aidha, mwongozo huo utaweka masharti muhimu ikiwemo ukomo wa kiwango cha tozo husika. Nne, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato TRA zitakamilisha ufungamanishaji wa mifumo ikiwemo mfumo wa Tausi na mfumo wa kodi za ndani yani IDRAS ili ibadilishane taarifa moja kwa moja zikiwemo taarifa za leseni za biashara na cheti cha uthibitisho wa ulipaji kodi. Aidha, serikali itaondoa sharti la mfanyabiashara kupatia cheti cha uthibitisho mlipa kodi kwenye mfumo wa Tausi wakati wa kufanya maombi ya leseni za biashara, bali kitavutwa moja kwa moja kutoka kwenye mfumo wa TRA. Tano, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na TRA watakamilisha ujenzi wa moduli mahususi kwenye mfumo wa Tausi kwa ajili ya usajili, utambuzi na malipo ya kodi ili kuwezesha ukusanyaji wa kodi na tozo kulingana na matumizi ya jengo husika. Kanzidata hii itazingatia masuala yafuatayo: a, taarifa kamili za jengo ikiwa ni pamoja na hadhi ya usajili wa kiwanja, namba ya kiwanja, idadi ya vyumba katika kiwanja na jengo husika, thamani ya jengo na matumizi ya jengo hilo kama ni biashara au matumizi makazi na binafsi. B, taarifa za mmiliki wa jengo
ikiwa ni pamoja na namba ya NIDA, namba ya simu, barua pepe na taarifa nyingine kama ya mlipa kodi. C, kanzidata itasomana moja kwa moja na mifumo mingine ya serikali ikiwa ni pamoja na IDRAS wa TRA na mifumo ya Wizara ya Ardhi. Na D, kufanya mapitio ya taratibu na viwango vya ada na tozo ili kurahisisha urasimishaji wa umiliki wa ardhi. 6, kuongeza idadi ya ofisi za TRA kwenye wilaya au vituo vya huduma kwa walipa kodi pamoja na vituo vinavyotembea kwenye maeneo yenye shughuli nyingi za kiuchumi ili kusogeza huduma karibu na walipa kodi. 7, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itaongeza moduli maalum katika mfumo wa Tausi itakayoruhusu watendaji wa mitaa na vijiji kusajili wafanyabiashara wote katika maeneo yao hata ambao hawana leseni za biashara. Na 8, TRA itatengeneza program tumizi, yani application itakayotumika kwenye simu za mikononi, vishikwambi au kompyuta na kisha kutoa app hiyo bure kwa wafanyabiashara ili itumike kutoa risiti kama zile zinazotolewa na mashine za EFD. Mapendekezo kwenye sheria mbalimbali za kodi ili kutambua vipengele vya msamaha wa kodi vilivyopo kwenye mikataba ya msingi, framework agreements. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, sheria ya kodi ya mapato, sheria ya ushuru wa bidhaa na sheria ya ushuru wa barabara na mafuta ili kutambua vipengele vya msamaha wa kodi vilivyopo kwenye mikataba ya msingi, yani framework agreements iliyosainiwa baina ya serikali na wawekezaji. Lengo la hatua hii ni kutekeleza matakwa ya mikataba husika, kutimiza jukumu la serikali la kusamehe kodi kwenye utekelezaji wa miradi hiyo na kuhakikisha miradi ya ubia inatekelezwa kwa wakati. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na serikali kuweka taratibu za usimamizi zitakazotoa mwongozo kuhusu utolewaji wa misamaha hiyo. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2026/27 yanatarajiwa kuiongezea serikali jumla ya shilingi trilioni 1.72. Marekebisho yanayopendekezwa yanahusu sheria zifuatazo. Kwanza, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura ya 148. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura ya 148 kama ifuatavyo. Kwanza, kuweka sharti la marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT refunds, kulipwa ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya kuwasilishwa kwa maombi ya marejesho hayo. Hatua hii itaenda sambamba na kubainisha kuwa mlipa kodi atakuwa na haki kisheria ya kulipwa riba pale ambapo marejesho husika hayatofanyika kwa wakati. Lengo la hatua hii ni kuchochea ulipaji kodi kwa hiari na kuongeza uwajibikaji kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Pili, kujumuisha hati za kupandia ndege, yani boarding passes, kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Lengo la hatua hii ni kutekeleza matakwa ya mikataba ya makubaliano ya usafiri wa anga ambayo Tanzania imeridhia. Tatu, kujumuisha vifungashio vya maziwa vinavyotambulika kwenye HS code 3920.20.90 vinavyozalishwa na vinavyoingizwa kutoka nje ya nchi kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. 4, kuondoa sharti la ukomo wa muda wa uahirishaji wa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT deferment, kwa bidhaa za mtaji zinazoingizwa nchini iliyopo sasa ili kuanza kutekelezwa kwake tarehe 1 Julai 2026. 5, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme, yani electric vehicle charging stations, vinavyoingizwa nchini na vinavyotambulika chini ya HS code 8504.40.00. Kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye turbojets, turbo propellers na gas turbines nyinginezo zinazotambulika kwa HS code kwa HS heading 84.11 pamoja na matairi ya ndege yanayotambulika kwa HS code 4011.30.00. 7, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi ya mitungi ya kupikia zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 9028.10.00, na msamaha huu husika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi za kupikia pekee. 8, ni kuendelea kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yanayozalishwa ndani ya nchi kwa kutumia mbegu zinazozalishwa nchini kwa muda wa mwaka mmoja. 9, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba inayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa nchini. 10, kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye nyavu za kuvulia samaki zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 5608.11.00 na 11,
kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye chakula cha mbwa na paka kinachotambulika kwa HS heading 2309 kinachozalishwa na kinachoingizwa kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, hatua zote za kodi ya ongezeko la thamani kwa ujumla wake zinatarajiwa kupunguza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 26.6. Sheria ya kodi ya mapato sura 332. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya mapato sura 332 kama ifuatavyo. Mosi, kuweka msamaha wa kodi ya ongezeko la kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba utambulisho kwa mlipa kodi. Msamaha huo ni kwa ajili ya wafanyabiashara waliopo chini ya utaratibu wa makadirio ya presumptive pekee, regime pekee. Hatua hii inatofautiana na utaratibu wa sasa ambapo mfanyabiashara anaposajiliwa anafanyiwa tathmini ya mapato yanayotarajiwa kukusanya na kupaswa kulipa kodi husika ndani ya miezi 6. Lengo la hatua hii ni kuwawezesha wafanyabiashara wapya kupata muda wa kutosha wa kujiandaa na mahitaji ya msingi, kuondoa usumbufu wakati wa kuanza biashara, pamoja na kuhakikisha kwa makadirio ya kodi yanazingatia uhalisia wa mapato yanayopatikana kutoka kwenye shughuli za biashara. Pili, kuongeza kima cha juu cha mauzo yanayotozwa kodi kwa utaratibu wa makadirio ya presumptive regime kutoka shilingi milioni 100 hadi shilingi milioni 200. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuweka sharti la kuruhusu mlipa kodi mwenye mauzo ya chini ya shilingi milioni 200 kuandaa vitabu vya hesabu pale atakapoona inafaa kwa lengo la kutumia utaratibu wa kujikadiria kodi, yani self assessment. Lengo la hatua hii ni kuoanisha kima husika na kima cha usajili wa kodi ya ongezeko la thamani pamoja na kuboresha mfumo wa kodi. Tatu, kuongeza kiwango cha kodi cha walipa kodi chini ya utaratibu wa makadirio wenye mauzo yanayozidi shilingi milioni 11 lakini yasiyozidi shilingi milioni 200 kutoka 3.5% hadi 4.5%. Lengo la hatua hii ni kuendana na kanuni za usawa za utozaji na kwa kuhakikisha kodi husika inalipwa kuzingatia uwiano wa mapato halisi yanayopatikana kwa walipa kodi wenye mapato sawa na wale wanaotofautiana, yani horizontal and vertical equity. 4, kuongeza kiwango cha kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwa watoza huduma za kidijitali wa kigeni kutoka 2% hadi 3%. 5, kufanya marekebisho ya kifungu cha 33A cha sheria ya kodi ya mapato sura 332 ili kupunguza kiwango cha faida ambayo haijagawanywa na wanahisa, yani deemed retained earnings, kinachotozwa kodi ya zuio kutoka 30% hadi 15%. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuziondoa sekta ndogo za fedha, bima, makampuni yaliyosajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam pamoja na taasisi zenye mikataba ya utekelezaji wa serikali, yani framework agreements, katika utaratibu wa kutozwa kodi hiyo. 6, kujumuisha natural varnish, latex, resin, sap na gum kwenye tafsiri ya neno mazao ya misitu ili viweze kutozwa kodi ya mapato kwa kiwango cha 2% kwenye mapato yanayotokana na uuzaji wa mazao hayo. Kiwango cha kodi husika kitalipwa kwa awamu moja kwa kila thamani ya mzigo. 7, kuongeza kiwango cha kodi ya zuio kwenye mrabaha kwa taasisi za michezo au shirikisho la soka Tanzania kutoka 5% hadi 10%. 8, kuweka sharti la wizara, idara zinazotegemea, taasisi, wakala za serikali, sekretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuzuia kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwenye ununuzi wa bidhaa nchini badala ya utaratibu wa sasa unaoweka sharti hilo kwa taasisi za serikali zinazojiendesha kwa kutegemea ruzuku kutoka serikali kuu kikamilifu au kwa kiasi kikubwa pekee. Lengo la hatua hii ni kuongeza wigo wa ukusanyaji wa kodi husika pamoja na kulinda mapato ya serikali. 9, kuanzisha utaratibu wa ulipaji wa kodi ya mapato ya awali kwa mkopo mmoja kwa mnunuzi wa mazao ya kilimo. Katika utaratibu huu, mnunuzi wa mazao ya chakula au biashara atajibika kulipa kodi ya mapato kwa utaratibu pale ambapo anaponunua mazao, anapotaka kusafirisha mazao au anapohamisha umiliki wa mazao kutoka kwake kwenda kwa mtu mwingine. Kiwango cha kodi husika kitakuwa ni 1% ya bei za mazao husika katika eneo lililonunulia mazao na kitalipwa TRA. Kodi hii haitahusisha mkulima wa kawaida na mdogo bali ni mnunuzi. 10, kutoza kodi ya zuio kwa kiwango hicho cha 1% kwenye malipo yanayofanywa na makampuni au taasisi kwa muuzaji wa wanyama wa hai, maziwa ambayo hayajachakatwa, samaki ambayo hayajachakatwa na mabondo. Aidha, kampuni au taasisi inayonunua mazao husika itakuwa wakala wa kusanya kodi hiyo na kuiwasilisha kwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato.
Hivyo kodi hii vile vile haitamhusisha mfugaji au mvuvi wa kawaida nchini, bali ni mnunuzi wa mazao hayo. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za kodi ya mapato kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 174.48. Sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kifungu cha 126 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147, marekebisho ya viwango maalum vya ushuru wa bidhaa, yani specific excise duty rates, yanaweza kufanyika kila baada ya miaka mitatu ili kuvianisha na mfumuko wa bei na viashiria vingine vya uchumi jumla. Serikali ilianzisha utaratibu huo kuanzia mwaka 2023-2024 ili kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika, kuchochea ukuaji wa uchumi pamoja na kuweka mazingira bora ya ufanyaji biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, awamu ya pili ya utekelezaji wa utaratibu husika inatarajiwa kuanza mwaka 2026-2027 ambapo viwango vya ushuru vinatarajiwa kurekebishwa. Marekebisho hayo hayatahusisha viwango vya ushuru kwa bidhaa za petroli kutokana na kupanda kwa gharama za bidhaa husika katika soko la dunia kufuatia mgogoro baina ya Marekani, Israeli na Iran, na hivyo kuhitaji uwepo mikakati madhubuti nchini kwa lengo la kuzuia mfumuko wa bei, kupunguza ukali wa maisha kwa wananchi, pamoja na kutoathiri ukuaji wa sekta zinazotegemea bidhaa za petroli katika uendeshaji wa shughuli zake. Mheshimiwa Spika, licha ya utaratibu huo kuleta tija, ikiwemo kuhakikisha uwepo wa mfumo utozaji unaotabirika, imebainika kuwa ongezeko la ushuru wa bidhaa kwa kiwango kikubwa kwa mkupuo mmoja linaweza kuathiri ukuaji wa biashara na uwekezaji nchini. Hivyo, baada ya mashauriano, ili kutatua changamoto zinazojitokeza na kufikia malengo yaliyokusudiwa, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 kuhusiana na utaratibu wa kurekebisha viwango vya ushuru kila baada ya miaka mitatu, na badala yake viwango maalum vya ushuru viongezeke kwa 8% kwa mwaka huu 2026-2027, na kwa miaka ya fedha ijayo ongezeko litazingatia kiwango cha mfumuko wa bei ikijumlishwa na 2%. Lengo la hatua hii ni kuakisi thamani ya mapato ya serikali na kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika na kuweka mazingira bora ya uwekezaji. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 251.54. Mheshimiwa Spika, sambamba na hatua hiyo, inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye bidhaa nyingine kama ifuatavyo: moja, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 20% kwenye maua ya bandia, matawi ya bandia, matunda ya bandia pamoja na bidhaa zinazofanana na hizo zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwenye HS heading 67.02. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kimazingira zinazotokana na matumizi ya bidhaa husika, kuongeza wigo wa kodi na mapato ya serikali. Pili, kujumuisha watoa huduma wa kigeni kwa njia ya mtandao wasio na makazi ya biashara nchini wanaouza moja kwa moja kwa mtumiaji wa mwisho kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa bidhaa. Tatu, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye mashine za kukaushia rangi za kucha zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 8516.79.00. Lengo, Mheshimiwa Spika, la hatua hii, moja, ni kuzuia athari zinazotokea ikiwemo matatizo ya saratani. 4, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kutoka 10% hadi 15% kwenye bidhaa za urembo zinazoingizwa ndani ya nchi zinazotambulika kwa HS code HS heading 33.03, 33.04, 33.05 na 33.07. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye pikipiki isipokuwa pikipiki za wagonjwa kwa dharura, pikipiki zinazotumia gesi asilia pamoja na pikipiki za umeme. Lengo la hatua hii ni kuendana na malengo ya serikali ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwenye vyombo vya moto nchini. 6, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye viatu vya plastiki vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 6802.99.00. 7, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye magari yanayotambulika kwa HS code 8703.21.90 yenye ukubwa wa injini kuanzia 1000 na kushuka chini. 8, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye thamani ya dau la kamari inayochezwa kwa njia ya michezo ya kubashiri ya ardhini au mitandaoni, michezo ya kasino ya ardhini au mitandaoni,
mashine za sloti 40 pamoja na michezo ya vikaragosi. Aidha, 10% ya mapato yatakayokusanywa kutoka kwa chanzo hiki yatawasilishwa bodi ya michezo ya kubahatisha ili kuongeza ufanisi katika udhibiti wa michezo ya kubahatisha. Lengo la hatua hii ni kupunguza madhara yanayosababishwa na michezo ya kubahatisha ikiwemo uraibu na kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kutokana na baadhi ya vijana kujihusisha zaidi katika shughuli hizo badala ya shughuli za kiuchumi. Na 9, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye magari yaliyotumika yanayoingizwa nchini kutoka 15% hadi 20% kwa magari yenye umri wa miaka 8 lakini hayazidi miaka 10, na kutoka 30% hadi 40% kwa magari yenye umri zaidi ya miaka 10 lakini hayazidi miaka 20. Aidha, magari yenye miaka inayozidi miaka 20 na kuendelea yatatozwa ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 50%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali pamoja na kupunguza uingizaji wa magari husika ambayo kiasi kikubwa yanasababisha uchafuzi wa mazingira kutokana na uwepo wa taka ngumu ambazo hutumia gharama kubwa katika kuziteketeza. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za ushuru wa bidhaa na kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 355.09. Sheria ya usimamizi wa kodi sura 438. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya usimamizi wa kodi sura 438 ili kuweka sharti la kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kuruhusiwa kuuza bidhaa zinazoharibika zinazoharibika haraka, yani perishables, zilizotaifishwa au kushikiliwa kutokana na sababu mbalimbali za kikodi ikiwemo ukiukwaji wa taratibu za kodi na kushindwa kulipa deni la kodi kwa utaratibu wa minada au uuzaji binafsi baada ya kutoa notisi kwa mlipa kodi. Lengo la hatua hii ni kuepuka kupoteza thamani ya bidhaa hizo kufuatia kukosekana kwa maghala ya kutosha ya kuhifadhia pamoja na kulinda mapato ya serikali. Sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania sura 339. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania ili kuongeza kiwango cha tozo ya uchakataji wa nyaraka za uingizaji wa mizigo nchini kutoka 0.6% hadi 1%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali yatakayotumika katika kuboresha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji wa kodi nchini. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 203.23. Sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290. Mheshimiwa Spika, katika jitihada za serikali za kuongeza fursa za ajira na kurasimisha sekta isiyo rasmi, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka ya serikali za mitaa kutenga 15% kama nilivyotangulia kusema ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyokuwa awali ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya asilimia hiyo 15 iliyotengwa, 10% itaendelea kutekelezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali, na 5% ya ziada itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi wa maboresho ya masoko na maeneo ya biashara ya ujasiriamali. Mgawanyo wa mapato ya mifuko ya barabara, nishati vijijini, maji na reli. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya nishati vijijini sura 321, sheria ya ushuru wa barabara na mafuta sura 220, sheria ya reli sura 170, sheria ya huduma za maji na usafi wa mazingira sura 272 pamoja na sheria ya petroli sura 392 ili kuweka mgawanyo wa mapato yatokanayo na vyanzo vya mifuko ya barabara, nishati vijijini, maji na reli na kuondoa changamoto ya sasa hivi iliyopo ya kutofikishwa mapato haya moja kwa moja katika mifuko hiyo. Mapendekezo hayo ni kama ifuatavyo: 70% ya makusanyo kutokana na mifuko hiyo kupelekwa moja kwa moja kwenye akaunti za mifuko tajwa kwa ajili ya utekelezaji wa sheria za mifuko husika. 25% kupelekwa katika mfuko mkuu wa hazina na 5% kupelekwa kwenye akaunti maalum iliyopo Benki Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kugharamia uwekezaji wa miundombinu katika maendeleo maalum ya uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya mauzo nje EPZ na maeneo maalum ya kiuchumi SEZ, ikiwemo kulipia fidia kwa ardhi ya wananchi iliyochukuliwa kwa ajili ya ujenzi wa maeneo maalum ya uzalishaji. Mheshimiwa Spika, marekebisho haya yanalenga kuimarisha uwezo wa kifedha wa mifuko ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa fedha zinaenda moja kwa moja kuboresha miundombinu wezeshi katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji na kuiwezesha serikali kuendelea kugharamia mahitaji ya lazima ikiwemo ulipaji wa madeni ya serikali. Sheria ya ardhi sura 113. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye sheria ya ardhi sura 113 ili kuweka mgawanyo wa 20% ya mapato yanayotokana na kodi ya pango la ardhi yanayorejeshwa
mamlaka za serikali za mitaa kama ifuatavyo. Kwanza, 10% ya kupelekwa kwenye wizara yenye dhamana ya masuala ya ardhi na 10% kupelekwa kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Lengo la hatua hii ni kuimarisha ushirikiano na kuongeza ufanisi katika upimaji wa ardhi na ukusanyaji wa kodi ya pango la ardhi. Aidha, Wizara ya Fedha itaweka utaratibu maalum wa matumizi ya fedha hizo. Sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197. Mheshimiwa Spika, katika kuendelea kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma, serikali inapendekeza kufanya maboresho ya sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197 ili kupunguza kiwango cha ukomo wa mkopo wa muda mfupi, yani overdraft, ambao serikali inachukua kutoka Benki Kuu kutoka 18% ya mapato halisi ya ndani ya mwaka wa fedha uliopita hadi 14%. Mheshimiwa Spika, tunapunguza overdraft ambayo serikali tunachukua kutoka Benki Kuu kutoka 18% ya mapato ya mwaka uliopita hadi 14%, kuongeza nidhamu ya matumizi ya fedha ya serikali. Mheshimiwa Spika, ninapendekeza pia kufanya marekebisho kwenye sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197 kwa kufuta kifungu cha 69 na kuandikwa upya ili kubainisha vigezo ambavyo benki inaweza kuruhusu mikopo ya muda mfupi kwa serikali endapo kutatokea matukio yasiyotabirika au yasiyozuilika, na kubainisha masuala yatakayochukuliwa kuwa ni matukio yasiyotabirika au yasiyozuilika. Sheria ya Tume ya Mipango. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya maboresho ya kifungu cha 6 cha sheria ya Tume ya Mipango ili kuweka utaratibu wa miradi ya maendeleo ya kitaifa kutathminiwa kwa kuzingatia vigezo vya kiufundi, kifedha, kimazingira na kiuchumi kabla ya kuingizwa katika bajeti ya serikali. Aidha, tathmini ya kimazingira zitajumuisha tathmini ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha utafiti na uwekezaji katika sekta ya madini nchini, inapendekezwa Wizara ya Madini kuanzisha mfuko wa utafiti wa madini nchini na kubakiza 10% ya mapato yatokanayo na sekta husika kwa ajili ya kugharamia tafiti hizo. Aidha, fedha hizo zitaingizwa kwenye akaunti maalum itakayofunguliwa Benki Kuu na matumizi yake yatafanyika baada ya kupata idhini kwa mlipaji mkuu wa serikali. Sheria ya Rufaa za Kodi sura 408. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya Rufaa za Kodi sura 408 ili kuongeza muda kushughulikia utatuzi wa migogoro ya kodi nje ya mahakama kwa njia ya maridhiano baina ya Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania na mlipa kodi kutoka siku 60 hadi siku 90 tangu Bodi ya Rufaa ya Kodi TRAB au Baraza la Rufaa ya Kodi TRAT ilipotoa amri ya kuruhusu shauri hilo kusuluhishwa kwa utaratibu huo. Lengo la hatua hii ni kuhakikisha uwepo wa muda wa kutosha kwa kutafuta suluhu ya migogoro ya kodi kwa njia ya maridhiano. Sheria ya Ushuru wa Bidhaa na Mafuta sura 220. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya Ushuru wa Barabara na Mafuta sura 220 ili kutambua vipengele vya msamaha wa ushuru wa bidhaa na barabara mafuta vilivyopo kwenye mikataba ya msingi framework agreements iliyosainiwa baina ya serikali na wawekezaji wa madini kama nilivyoeleza hapo awali. Mheshimiwa, sheria ya Usalama Barabara sura ya 168. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho ya sheria ya usalama barabarani sura 168 ili kuruhusu gari au trailer iliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria za usajili wa Tanzania Zanzibar kutumika Tanzania bara likiwa na namba za usajili za Tanzania Zanzibar pale ambapo kodi zote kwenye gari au trailer husika zimelipwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Aidha, kwa sasa utaratibu huu tayari unatumika kwa magari yanayotoka Tanzania bara kwenda Tanzania Zanzibar. Lengo la hatua hii ni kutatua changamoto zilizopo kwenye matumizi ya vyombo hivyo baina ya pande mbili za muungano pasipo kuathiri mapato ya serikali. Sheria ya Kudhibiti Uingizwaji wa Bidhaa Nchini sura ya 276. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya Kudhibiti Uingizaji wa Bidhaa Nchini sura ya 276 kama ifuatavyo: kuweka sharti la tozo ya maendeleo ya viwanda kutotozwa kwenye bidhaa zinazozalishwa katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo zinakidhi vigezo vya usajili, yani rules of origin. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuruhusu vifungu na viwango vya utozaji kutumika kwa nchi wanachama wa EAC pale itakapobainika kuwa nchi husika imeweka vikwazo vya kibiashara kwa bidhaa zinazotoka Tanzania vikijumuisha vya kikodi, ada na tozo mbalimbali kwenye bidhaa hizo. Lengo la hatua hii ni kuendana na matakwa ya itifaki ya uanzishaji wa Umoja wa Forodha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yanayoelekeza nchi wanachama kuzuia ubaguzi wa kikodi ili kuruhusu biashara huria na kuleta ushindani wa haki katika jumuiya yetu. La pili, tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye madaftari
yanayoingizwa nchini yanayotambuliwa kwa HS codes ambazo zimetajwa. 3, kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye trela zinazoingizwa nchini zinazotambuliwa kwenye HS codes ambazo zimetajwa Mheshimiwa katika kitabu cha bajeti cha hotuba ya bajeti. 4, kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 10% kwenye nyavu za kuvulia samaki zinazoingizwa nchini zinazotambuliwa kwenye HS code ambayo imetajwa. Kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye milango, madirisha pamoja na frame zake zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code ambayo imetajwa. Kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 10% kwenye bidhaa za chuma zinazoingizwa nchini zinazotambuliwa kwenye HS code 7308.90.99 na kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye bidhaa za aluminium zinazotambuliwa kwenye HS code 7610.10.00. Mheshimiwa Spika, lengo la hatua hizi ni kuvutia uwekezaji nchini, kuchochea mauzo nje ya nchi na kulinda uzalishaji wa ndani kwa kuwa bidhaa husika zinazalishwa kwa wingi hapa nchini. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 37.04. Sheria ya usafirishaji bidhaa nje ya nchi sura ya 196. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi sura ya 196 kama ifuatavyo: kutoza tozo ya usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha 30% ya thamani ya mizigo au shilingi 200 kwa kila kilo moja kutegemea na kiwango kilichokuwa kikubwa kwenye taka za karatasi zinazotambulika kwenye HS code 4707.0.00. Kutoza tozo usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha 10% au shilingi 200 kwa kila kilo kutegemeana na kiwango kilichokuwa kikubwa kwenye madini ya kwazi yanayotambulika kwenye HS heading 25.06 na feldspar yanayotambulika kwa HS code 2529.10.00 na kutoza tozo usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha shilingi 50 kwa kila kilo ya pumba za ngano zinazotambulika kwa HS code 2302.30.00, mashudu ya pamba yanayotambulika kwa HS code ambayo imetajwa, pumba za mpunga, pumba za mahindi na mashudu ya alizeti yanayotambulika kwa HS code ambazo zimetajwa katika hotuba ya bajeti. Mheshimiwa Spika, lengo la hatua hizi vile vile ni kuhakikisha kuchochea uongezaji wa thamani nchini na kuhakikisha upatikanaji wa malighafi muhimu kwenye viwanda vya uchakataji na usindikaji hapa nchini. Hatua hizi kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 24.44. Sheria ya ushuru wa stempu sura ya 189. Mheshimiwa Spika, sheria ya ushuru wa stempu sura ya 189 ni moja ya sheria kongwe na ambayo imechukua muda mrefu kurekebishwa katika ushuru kwa baadhi ya hati na nyaraka. Inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye jedwali ya sheria hiyo kama ifuatavyo: mosi, kuboresha tafsiri ya neno lease ili kujumuisha hati za ubadilishanaji wa mali zinazohamishika, yani movable properties, kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa stamp. Pili, kuongeza kima cha thamani ya utozaji wa ushuru wa stamp kwenye hati ya mauzo ya mali kwa njia ya dhamana, bills of sale by way of collateral security, kutoka shilingi 1000 hadi shilingi 10000. Kuongeza kima cha juu cha ukomo wa utozaji wa ushuru wa stamp wa hati ya mauzo kwa njia ya dhamana, yani bills of sale by way of security, kutoka shilingi 10000 hadi shilingi 100,000. Kubadili wigo wa thamani wa mitaji kwenye hati za ubia pamoja na viwango vya ushuru wa stamp kwenye hati husika kama ifuatavyo: kutoza kiwango cha shilingi 5000 kwa hati zenye thamani ya mtaji isiyozidi shilingi milioni 1 na kiwango cha shilingi 10000 kwa hati zinazozidi thamani ya shilingi milioni 1. 5, kuongeza kiwango cha ushuru wa stamp kwenye hundi kutoka shilingi 100 hadi shilingi 500. Kuongeza 6, kuongeza kiwango cha ushuru wa stamp kwenye hati za kusitisha mikataba ya ukodishaji kutoka shilingi 1000 hadi shilingi 2000. 7, kutoza ushuru wa stamp kwa kiwango cha shilingi 500 kwenye hati za ubadilishaji wa mali. Na 8, kutoza ushuru wa stamp kwa kiwango cha 0.5 kwenye hati za uhamishaji wa ardhi na matumizi ya kilimo badala ya kiwango maalum cha shilingi 500 kinachotozwa. Mheshimiwa Spika, lengo la hatua hizi ni kuendana na kanuni za usawa wa utozaji kodi, kuongeza wigo wa kodi pamoja na kulinda thamani ya fedha kwa kuwa viwango husika havijabadilishwa kwa muda mrefu. Hatua hizi kwa pamoja zinatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 11.08.
Sheria ya Tume ya Ushindani sura 285. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye kifungu cha 88 cha Sheria ya Tume ya Ushindani sura ya 285 kwa kubainisha kuwa mapato ya Baraza la Ushindani yanajumuisha 0.5% ya mapato ya mamlaka za udhibiti zilizoorodheshwa kwenye kifungu cha 88(1)(d) ya sheria husika, ikiwemo mamlaka za EWURA, LATRA, TCRA na TCA. Hatua hii inalenga kutatua changamoto zilizopo ambapo sheria imebainisha vyanzo vya mapato na taasisi zinazopaswa kuwasilisha sehemu ya mapato yake Baraza la Ushindani bila kuweka viwango husika. Sheria ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi ya mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho ya Sheria ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi ya mwaka 2024 ili kujumuisha vichwa vya trela vinavyotambulika kwenye HS codes ambazo zimetajwa na kwenye orodha ya bidhaa zisizostahili msamaha wa kodi, ya negative list. Lengo la hatua hii ni kulinda viwanda vya ndani, ajira na mapato ya serikali. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 57.16. Sheria ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004. Mheshimiwa Spika, napenda kufahamisha kuwa mkutano wa mashauriano kabla bajeti ya mawaziri wa fedha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika tarehe 15 Mei mwaka 2026 jijini Arusha, pamoja na mambo mengine, ulijadili na kupendekeza hatua mbalimbali za kisera ikiwemo mabadiliko ya viwango vya pamoja vya ushuru wa forodha vya Jumuiya ya Afrika Mashariki vinavyopendekezwa kutekelezwa kwa mwaka 2026-27. Aidha, mkutano huo ulipendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya usimamizi wa forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004 kwa lengo la kutatua changamoto zilizopo katika utekelezaji wa sheria hiyo. Mheshimiwa Spika, hatua zilizopendekezwa zinalenga kulinda viwanda vya ndani, kuvutia wekezaji, kupunguza gharama za uzalishaji wa bidhaa nchini, kulinda walaji, kuongeza fursa za ajira, kuchochea ukuaji wa sekta mbalimbali za kiuchumi, kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi ya bidhaa zinazotoka nje, pamoja na kuongeza mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya mawaziri wa fedha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kufanya mabadiliko kwenye viwango vya pamoja ya ushuru wa forodha yanahusisha hatua mpya zinazoendelea kutekelezwa katika mwaka 2023. Hatua mpya na zinazoendelea kutekelezwa katika mwaka 25-26. Hatua hizo ni kama ifuatavyo. Kwanza, mapendekezo hatua mpya za mabadiliko ya viwango vya ushuru wa forodha. Mheshimiwa Spika, mosi ni kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 2 kwa mita za mraba, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa, badala ya 25% kwa mwaka mmoja kwenye mawe yanayotumika kama mapambo katika ujenzi yanayotambulika kwa HS headings 9.02 kwa lengo la kuhamasisha matumizi ya mawe yanayopatikana ndani ya nchi. B, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 25% au dola za Marekani 550 kwa tani, kutegemea kiwango kitachokuwa kikubwa, badala ya 25% pekee kwenye bidhaa za aluminium zinazotambulika kwa HS heading 76.04. Hatua hii inalenga kulinda viwanda vya ndani, kuhamasisha wekezaji nchini, kuongeza mapato ya serikali na kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi ya bidhaa kutoka nje. C, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 350 kwa tani, kutegemea kiwango kitachokuwa kikubwa, badala ya 25% pekee kwenye sabuni zinazotambuliwa kwenye HS codes ambazo zimetajwa. Hatua hii vile vile inalenga kulinda viwanda vya ndani vinavyozalisha bidhaa hii, kuhamasisha uwekezaji nchini na kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi ya bidhaa. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 250 kwa tani, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa, badala ya 25% pekee kwenye stiki za kuchomea yani welding electrodes inayotambulika kwenye HS code 8311.10.00. Vile vile kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwenye mafuta ghafi ya mchikichi kama ambavyo nilishasema hapo awali. F, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwenye chokaa inayotambulika kwa HS code 2836.50.00 kwa lengo la kulinda viwanda vya ndani pamoja na kuvutia uwekezaji katika sekta hii. G, ni kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 0.3 kwa kila mita moja, kutegemea kiwango cha kikubwa, badala ya 25% pekee kwa mwaka mmoja kwenye vitambaa vya pamba vinavyotambuliwa kwenye HS codes ambazo zimeorodheshwa katika hotuba yangu ya bajeti. Lengo, Mheshimiwa, bado limeendelea kuwa ni kuongeza mapato ya serikali, lakini zaidi kuhashajiisha maendeleo ya viwanda nchini na kulinda viwanda vilivyopo. H, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% badala ya 25% kwenye milango na madirisha ya plastiki yanayotambulika kwa HS code 3525
0.2000 kwa lengo la kulinda uzalishaji wa ndani, kupunguza ushuru wa forodha kutoka asilimia 25 hadi asilimia 10 kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme yanayotambulika kwenye HS code ambazo zimetajwa kama nilivyotangulia kusema. Nchi wanachama wa Jumuiya za Afrika Mashariki, Mheshimiwa Spika, vile vile zimekubaliana kubadilisha kiwango cha ushuru wa forodha kutoka kiwango cha asilimia 35 pekee hadi kiwango cha asilimia 35 au dola 3 za Marekani kwa kila mita moja ya mraba, kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye marumaru zinazotambulika kwa HS codes ambazo zimetajwa katika hotuba bajeti. Vile vile kubadilisha kiwango cha ushuru wa forodha kutoka kiwango cha asilimia 35 pekee hadi kiwango cha asilimia 35 au dola za Marekani 350 kwa tani, kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye misumari inayotambuliwa kwenye HS code 7317.00.00. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha asilimia 10 badala ya asilimia 25 kwa mwaka mmoja kwenye karatasi zinazotumika kwenye HS codes ambazo zimetajwa zinazotumika kutengeneza vifunganishio aina maboksi. Lengo la hatua hii ni kuwapa unafuu wa uzalishaji wa vifunganishio vilivyopo hivyo hapa nchini ili wananchi waweze kuipata kwa urahisi na gharama nafuu. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha asilimia 0 badala ya asilimia 10 kwa mwaka mmoja kwenye karatasi zinazotambulika kwa HS codes zilizotajwa zinazotumika kutengeneza vifunganishio aina maboksi. Lengo ni lile lile Mheshimiwa, kuimarisha viwanda vya ndani. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu huo wa duty remission kwa kiwango cha asilimia 0 badala ya asilimia 10 kwa mwaka mmoja kwenye malighafi zinazotambulika kwa HS codes zilizotajwa zinazotumika kutengeneza vifunganishio vya aina mbalimbali. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha asilimia 10 badala ya asilimia 35 kwa mwaka mmoja kwenye malighafi zinazotambulika kwenye HS code 3210.00.99 inatumika katika utengenezaji wa aluminium profiles. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha asilimia 0 kwenye vifungashio vinavyotumiwa na wazalishaji wa madawa ya mifugo kwa mwaka mmoja. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa duty remission kwa kiwango cha asilimia 10 badala ya 25 kwenye nyaya unatambulika kwenye HS codes ambazo zimetajwa zinatumika katika utengenezaji wa nguzo za umeme za zege. Lengo la hatua hii ni kupunguza gharama za uzalishaji wa nguzo hizo ndani ya jumuiya ili kuwezesha zoezi la ubadilishaji wa nguzo za miti kwa kuweka nguzo za zege pamoja na usambazaji wa umeme kufikia vijijini na kwa wananchi. Mapendekezo ya kuendeleza na viwango vya ushuru wa forodha. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa mapendekezo ya viwango ambavyo vimepangwa kuendelea ni kupunguza kiwango cha ushuru wa forodha kutoka asilimia 10. Hivi ni tayari vipo, vinapendekezwa kuendelea tena kwa mwaka mwingine mmoja. Kupunguza ushuru wa forodha kwa asilimia 10 hadi asilimia 0 kwa mwaka mwingine mmoja kwa vifaa vya kielektroniki vinavyotumika kuhasibu mapato ya serikali vinavyotambulika kwa HS code 8470.50.00 na 8470.90.00. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia 10 badala ya asilimia 0 kwa mwaka mmoja kwenye unga wa kakao unaoingizwa kutoka nje unatambulika kwa HS code iliyotajwa. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia 10 badala ya asilimia 0 kwa mwaka mmoja kwenye fito za plastiki zitokanazo na PVC profiles zinatambulika kwenye HS code zilizotajwa zinazotumika kutengeneza frame za milango na madirisha hapa nchini. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha asilimia 25 au dola za Marekani 1.35 kwa kila kilo moja kutegemea kiwango kilichokuwa vitajwa. Mheshimiwa Spika, viwango hivi vinapatikana katika hotuba yangu ambao vimetajwa kwa urefu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, pamoja na hatua nilizozibainisha hapo juu, nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekubaliana kurekebisha kipengele cha kwanza cha sehemu B ya jedwali la 5 la sheria ya usimamizi wa forodha ili kujumuisha karatasi zilizotumika kutolea hati ya kupandia boarding pass kama kusema awali kwenye wigo wa misamaha ushuru wa forodha. Mheshimiwa Spika, nchi wanachama vile vile zimekubaliana kurekebisha kipengele cha 20 cha sehemu B ya jedwali la 5 la sheria ya usimamizi wa forodha ili kutambua mamlaka zote zinazosimamia majanga katika nchi wanachama wa jumuiya kwa ajili ya kuwezesha au kurahisisha utoaji wa misamaha ya ushuru wa forodha kwa bidhaa zinazoingizwa
nchini kwa lengo la kutatua majanga yanapojitokeza. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2025 tulifahamisha Bunge kuwa nchi wanachama zilikubaliana kuanzisha kanuni za uongereshaji na uzalishaji wa bidhaa za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwamba utekelezaji wa kanuni hizo ulipangwa kuanza tarehe 1 Julai mwaka 2026. Kanuni husika zinalenga kutoa mwongozo wa uzalishaji na usimamizi wa skimu za uunganishaji na uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi wanachama ili kuongeza uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi wanachama na kuongeza matumizi ya bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Mheshimiwa Spika, mkutano wa mashauriano kabla ya bajeti wa mawaziri wa fedha umekubaliana kusogeza mbele utekelezaji wa kanuni husika hadi tarehe 1 Julai mwaka 2027 ili kutoa fursa kwa viwanda vya ndani kujipanga na kuanza uzalishaji wa bidhaa zilizopaswa kuzalishwa ndani ya jumuiya ambazo hazitopata nafuu ya ushuru wa forodha endapo zitaagizwa kutoka nje ya jumuiya. Mheshimiwa Spika, ninapenda kulifahamisha Bunge lako tukufu pamoja na wananchi kwamba kwa ujumla kuwa Novemba mwaka 2025 nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zilikubaliana kuweka viwango maalum vya ushuru wa forodha kwenye baadhi ya bidhaa ikiwemo vilainishi, hamira, karatasi zinazotumika kuchapisha na kutolea nakala kwa lengo la kulinda viwanda vya ndani na jumuiya pamoja na kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi. Viwango vipya vya ushuru wa forodha vya kubalika ambavyo vitategemewa kuanza kutekelezwa kuanzia tarehe 1 Julai ni kama ifuatavyo: mosi, 25% au dola za Marekani 0.46 kwa lita kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye vilainishi vinatambulika kwenye HS code iliyotajwa badala ya kiwango cha 25% pekee. 25% au dola za Marekani 660 kwa tani kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye hamira inayotambulika kwenye HS code iliyotajwa badala ya kiwango cha 25% pekee. 25% au dola za Marekani 200 kwa tani kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye karatasi zinazotumika kuchapishia na kutolea nakala zinazotambulika kwa HS code iliyotajwa badala ya 25% pekee. Na 4, 10% au dola za Marekani 80 kwa tani kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye karatasi zinazotumika kuchapishia au kutolea nakala zinazotambulika kwenye HS code iliyotajwa badala ya kiwango cha 10% pekee. Mheshimiwa Spika, hatua hizi kwa pamoja natarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 408.97. Kanuni za sheria ya wakala wa vipimo mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye kanuni za sheria ya wakala wa vipimo mwaka 2025 ili kuongeza ada ya uhakiki wa mafuta kutoka shilingi 0.15 kwa kila lita ya mafuta hadi shilingi 1 kwa lita ya mafuta. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya wakala wa vipimo kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vifaa vya kisasa vya udhibiti vinavyoendana na ukuaji wa teknolojia hususan katika tasnia ya biashara ya mafuta na hivyo kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa jukumu lake la uhakiki wa vipimo. Aidha, matumizi ya fedha yanayotokana na ada husika yatafanyika baada ya kupata ridhaa ya mlipaji mkuu wa serikali kufuatia kuwasilishwa kwa mpango kazi wa matumizi hayo. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 21.96. Kanuni za sheria ya usajili na utambuzi wa watu mwaka 2014. Mheshimiwa Spika, kumejitokeza mahitaji ya mara kwa mara ya taarifa kutoka NIDA yanayosababisha gharama kubwa za uendeshaji. Hivyo inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye kanuni za sheria ya usajili na utambuzi wa watu katika kanzidata ya NIDA kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Taarifa hizo ni pamoja na majina ya wazazi, shule aliyosoma, namba ya simu na taarifa nyingine zilizopo katika kanzidata ya mamlaka. Aidha, kwa mwananchi atakayehitaji kupatiwa nakala ya taarifa hizo atalipia ada ya shilingi 1000. Lengo la hatua hii ni kugharamia utoaji wa huduma hizo na kuongeza ufanisi wa mamlaka ya NIDA. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 734.4. Kanuni na sheria ya usalama barabarani za mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, pamoja na kuwepo mfumo maalum wa kulipia kodi kwa wafanyabiashara wadogo, presumptive tax, kumekuwa na ugumu wa kutekeleza mfumo huo kwenye biashara, usafiri wa vyombo vya miguu miwili. Inapendekezwa kuendelea na utaratibu wa sasa wa kutowaingiza wafanyabiashara hao katika mfumo wa presumptive tax. Badala yake imependekezwa kufanya marekebisho kwenye kanuni za sheria za usalama barabarani za mwaka 2024 ili kuongeza ada ya mara moja tu ya usajili wa pikipiki wa miguu miwili kutoka shilingi 95,000 hadi 150,000. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali bila ya kuathiri biashara hizo ndogo ndogo. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa shilingi bilioni 17.75. Uanzishaji wa vyanzo vya ziada vya mapato kwa ajili ya kugharamia bima ya afya kwa wote.
Mheshimiwa Spika, serikali inapendekeza kuongeza vyanzo vya mapato kwa ajili ya kugharamia bima ya afya kwa wote na kufanya marekebisho kwenye sheria na kanuni mbalimbali. Kwanza, kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 ili kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwa shilingi 20 kwa kila sigara 1000 zinazotambulika kwenye HS heading 2402 na 24.03. Na pili, kufanya marekebisho kwenye sheria ya sukari sura 257 pamoja na kanuni zake ili kuongeza ada kwa shilingi 10 kwa kila kilo moja ya sukari iliyozalishwa ndani na kuagizwa kutoka nje ya nchi. Tozo hii itakusanywa na Bodi ya Sukari Tanzania na kuwasilishwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, hatua hizi kwa pamoja zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa shilingi bilioni 7.5. Maboresho ya ada na tozo mbalimbali ya taasisi za serikali pamoja na utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya maboresho ya sheria na kanuni mbalimbali kwa kufuta au kupunguza ada na tozo mbalimbali zinazotozwa na wizara, idara na taasisi zinazojitegemea ili kuleta usimamizi bora wa sekta mbalimbali na kuboresha mazingira ya biashara nchini. Hatua hizi ni moja ya sehemu ya mwendelezo wa utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara nchini. Marekebisho hayo ni kama ifuatavyo: ada za huduma za maudhui mitandaoni, kufanya marekebisho kwenye kanuni za mawasiliano ya elektroniki na posta ili kupunguza ada za huduma za maudhui mitandaoni zinazotumiwa zaidi na vijana kama ifuatavyo: ada ya maombi ya leseni ya huduma ya maudhui mtandaoni kupungua kutoka shilingi 50,000 hadi shilingi 10,000. B, ada ya mwanzo za mwaka kwa ajili ya kuhuisha leseni ya huduma za maudhui mtandaoni kupunguza kutoka shilingi 500,000 hadi shilingi 50,000. C, ada ya maombi ya leseni za mtengeneza maudhui mtandaoni kupunguzwa nayo kutoka shilingi 100,000 hadi shilingi 20,000. Na D, ada ya mwanzo ya mwaka kwa ajili ya kuhuisha mtengeneza maudhui mtandaoni kupunguzwa kutoka shilingi 1,000,000 hadi shilingi 100,000. Kwa upande wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kuanzisha ada na usajili wa usimamizi wa uendelezaji wa makumbusho binafsi kama ifuatavyo: usajili wa makumbusho binafsi kwa raia wa Tanzania iwe ada shilingi 50,000. Usajili wa makumbusho binafsi kwa taasisi za Tanzania ada iwe shilingi 100,000. Usajili wa makumbusho binafsi kwa raia wa kigeni ada shilingi 500,000. Malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa raia wa Tanzania shilingi 20,000 kwa mwaka. Malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa taasisi za Tanzania kwa kiwango cha shilingi 100,000 na malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa taasisi za kigeni ya shilingi 300,000. Marekebisho madogo madogo katika baadhi ya kanuni nyinginezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, kufanya marekebisho mengine madogo katika kanuni mbalimbali sanjari na azma ya kurahisisha utekelezaji wake kama zilivyoainishwa kwenye kiambatisho namba 1, 2, 3 na 4. Mheshimiwa Spika, pamoja na maboresho ya sheria mbalimbali yaliyofanywa na serikali ili kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara kwa kupunguza mwingiliano wa majukumu baina ya taasisi na udhibiti na kufuta ama kupunguza ada na tozo, kero bado kumekuwa na changamoto na taasisi nyingi za udhibiti zinazosimamia sekta mbalimbali za ufanyaji biashara na uwekezaji kutokana na ada, tozo na adhabu mbalimbali zinazotozwa pamoja na kaguzi nyingi zisizosimamiwa zisizokuwa na tija. Ili kuondoa kero hizo, serikali ipo katika hatua za kuanzisha mfumo wa pamoja wa ukusanyaji wa ada, tozo na adhabu za taasisi za udhibiti na kuweka utaratibu wa taasisi hizo kufanya kaguzi kwa namna ambayo haitaleta usumbufu bila kuathiri majukumu yao msingi kama nilivyotangulia kusema. Marekebisho madogo katika baadhi ya sheria za kodi, sheria nyingine. Mheshimiwa Spika, pamoja na mapendekezo mahususi niliyobainisha hapo juu, inapendekezwa pia kufanya marekebisho mengine madogo katika sheria mbalimbali za kodi, sheria nyingine pamoja na kanuni na sheria sanjari na azma ya kurahisisha utekelezaji wake. Marekebisho haya yataainishwa katika mswada wa sheria wa fedha wa mwaka 2026 na matangazo ya serikali. Tarehe ya kuanza kutekeleza hatua hizo. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za kikodi zinazopendekezwa zitaanza kutekelezwa tarehe 1 Julai 2026 isipokuwa pale itakapoelekezwa vinginevyo. Sura ya bajeti ya serikali kwa mwaka 2026/27. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2026/27 serikali inatarajia kukusanya na kutumia jumla shilingi trilioni 62.33 ikiwa ni ongezeko la 10.3 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025/26. Mheshimiwa Spika, mapato yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79 ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99 na mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24 ikijumuisha mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97 na misaada kutoka kwa shirika ya maendeleo shilingi bilioni 563.1.
Ili kuendana na dhamira yetu ya kujitegemea katika uendeshaji wa serikali na maendeleo, takriban robo tatu ya bajeti yote ya mwaka 2026/27 sawa na 74.2% inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani. Mheshimiwa Spika, misaada kutoka kwa shirika maendeleo inatarajiwa kupungua kwa 39.1% kwa mwaka 26/27 ikilinganishwa na fedha zilizoahidiwa kwa mwaka 25/26. Hali hii inatokana na kubadilika kwa sera za baadhi ya washirika maendeleo. Tunawashukuru sana washirika wetu wa maendeleo kwa msaada wao pale walipoweza. Hata hivyo, Tanzania ni taifa letu na sisi ndio wenye wajibu wa kulijenga. Ni wajibu wetu Ni wajibu wa wananchi wote kushiriki kamilifu katika shughuli za kiuchumi, kulipa kodi kwa hiari na kushikamana na serikali katika kuleta maendeleo. Mheshimiwa Spika, matumizi na uwekezaji katika mali zisizo za kifedha yanakadiriwa kufikia shilingi trilioni 54.5 pasipo kujumuisha malipo ya mtaji wa deni la serikali. Katika kiasi hicho, stahiki za watumishi ikijumuisha michango ya pensheni ni shilingi trilioni 10.13, gharama za bidhaa na huduma shilingi trilioni 5.22, malipo ya riba ni shilingi trilioni 6.86, ruzuku shilingi trilioni 25.32, mafao na misaada ya kijamii shilingi trilioni 1.01, uwekezaji katika mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.33 na gharama nyingine shilingi trilioni 3.63. Mheshimiwa Spika, kulingana na makadirio ya mapato na matumizi hayo niliyoeleza, kunajitokeza nakisi kwenye bajeti ya shilingi trilioni 7.71. Serikali itaendelea kugharamia nakisi ya bajeti kwa kutumia mikopo kutoka vyanzo vya ndani na nje kwa kuzingatia mkakati wa muda wa kati wa kusimamia deni la serikali wa mwaka 2025/26 hadi 27/28. Katika mwaka 2026/27 serikali inatarajia kukopa jumla shilingi trilioni 15.54. Kati ya kiasi hicho mikopo ya ndani shilingi trilioni 6.56 na mikopo ya nje yenye masharti nafuu shilingi trilioni 6.55 na mikopo ya nje yenye masharti ya kibiashara shilingi trilioni 2.43. Aidha, serikali inakadiria kulipa malipo ya mtaji kwa mikopo iliyoiva ya shilingi trilioni 7.84. Sura ya bajeti inayopendekezwa kwa mwaka 2026/27 imeainishwa katika jedwali namba 1. Mheshimiwa Spika, vihatarishi vya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2026/27 na hatua za kukabiliana na vihatarishi hivyo vimebainishwa kupitia aya 136 hadi ya 140 ya hotuba yangu ya bajeti. Shukurani na pongezi. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, kwanza naomba tena nikupongeze wewe binafsi Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, mbunge wa jimbo la Ilala na Mheshimiwa naibu wako wa Spika Mheshimiwa Daniel Baransilo, mbunge wa jimbo la Babati Vijijini, kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuliongoza bunge letu tukufu. Aidha, nampongeza Bwana Baraka Leonard kwa kuendelea kuaminiwa kwa katibu wa bunge na kwa kazi kubwa anayoifanya katika kuratibu wa shughuli za chombo hiki cha wananchi. Nawapongeza pia wenye viti wa bunge na kamati zake walioaminiwa na kuchaguliwa kuongoza vikao vya bunge na kamati na shughuli za kamati. Mheshimiwa Spika, kipekee ninaishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Mashimba Mshauri Ndaki, mbunge wa Maswa Magharibi, pamoja na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Ali Omar King, mbunge wa Jang'ombe, na wajumbe wake wote kwa maoni na ushauri wao bora wakati wa maandalizi na utekelezaji wa bajeti ya serikali. Aidha, ninawashukuru na kuwapongeza waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote kwa ushirikiano mkubwa wanaonipa katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Natumia pia fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote wa bunge hili kwa kuaminiwa na kuchaguliwa au kuteuliwa kuhudumu katika nafasi za ubunge kwenye bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni imani yangu kuwa sote tutaendelea kushirikiana katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania wenzetu. Mheshimiwa Spika, kipekee sana na kishukuru chama changu tawala, Chama cha Mapinduzi, kikiongozwa na Amiri Jeshi na mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuniamini na kuwa sehemu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Aidha, na kwa kipekee kabisa ninawashukuru viongozi waandamizi wote wa Chama cha Mapinduzi kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakinipatia kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu yangu ndani ya serikali. Mheshimiwa Spika, mfumo wetu wa utawala unahusisha mihimili mitatu ya dola. Kwa maendeleo ya uchumi, mahakama ni taasisi muhimu
kwa utendaji bora wa soko. Niruhusu nimpongeze Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, pamoja na watendaji wote wa mahakama kwa kazi nzuri na ya heshima wanaoifanya ya kusimamia mifumo ya utoaji wa haki kwa Watanzania wote na wawekezaji wetu. Mheshimiwa Spika, mafanikio haya tunayoendelea kuyapata yanatokana pia na utulivu na umahiri wa watumishi wote wa umma. Napenda kutoa shukurani na pongezi zangu za dhati kwa Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka kwa utendaji wake mzuri katika kuratibu na kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali na utumishi wa umma. Aidha, nawapongeza na kuwashukuru wakuu wote wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuendelea kulinda kwa umahiri mkubwa mipaka ya nchi yetu na kuhakikisha hali ya utulivu na usalama nchini kwetu. Mheshimiwa Spika, utendaji wangu unapata msaada mkubwa kutoka wasaidizi wangu wa karibu. Ninawashukuru kwa dhati manaibu waziri wa fedha, Mheshimiwa Mhandisi Mshamu Ali Munde, mbunge wa jimbo la Liwale, na Mheshimiwa Laurent Deogratis Losutula, mbunge wa jimbo la Kavuu, kwa ushirikiano wao na mchango mkubwa katika kunisaidia kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi. Aidha, ninatoa pongezi za shukurani za dhati kwa Dr. Natu Elimamri Mwamba, katibu mkuu na mlipaji mkuu wa serikali, naibu makatibu wakuu Bwana Elijah Brinton Mwanjumba na Bwana Nsubili Akomeligwe Kajela Joshua kwa ushauri wao wa kitaalamu na usimamizi makini wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa Spika, natumia fursa hii vile vile kumpongeza Bwana Emmanuel Mpawe Tutuba, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, kwa kuendelea kusimamia kwa ufanisi utekelezaji wa sera ya fedha. Aidha, natumia fursa hii vile vile kuwapongeza Gavana Tutuba, bodi ya kurugenzi na wafanyakazi wote wa Benki Kuu ya Tanzania kwa kutimiza miaka 60 tokea Benki Kuu kuanzishwa. Ninatakia kila laheri katika kutekeleza majukumu yao kwa miaka 60 ijayo. Mheshimiwa Spika, namshukuru pia Bwana Yusuf CPA Yusuf Juma Mwenda, kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, kwa jitihada kubwa anazofanya za kusimamia vyema ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kama ilivyo kwa Benki Kuu, tarehe 1 Julai mwaka huu TRA nayo itatimiza miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Hivyo natumia fursa hii kuwapongeza na kuwatakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yao. Kwa miaka 30 ya uwepo wake, TRA imepata mafanikio makubwa kutokana na ushirikiano unaopata kutoka kwa walipa kodi. Kwa kutambua umuhimu wa walipa kodi, Julai ya mwaka huu 2026 tunatarajia kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atatoa tuzo kwa walipa kodi mahiri ili kutambua mchango wao wa kizalendo na uhiari kwa kulipa kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, natoa pia shukurani na pongezi maalum kwa CPA Charles Edward Kichere, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwa juhudi endelevu na kazi bora anayoifanya katika ukaguzi wa hesabu na taasisi za serikali. Aidha, nampongeza pia Dr. Amina Suleiman Msengwa, mtakwimu mkuu wa serikali, kwa kuendelea kusimamia kwa weledi tafiti na uzalishaji wa takwimu rasmi. Kadhalika, nawapongeza viongozi wengine na watumishi wote wa Wizara ya Fedha pamoja na taasisi zake kwa kazi nzuri ya maandalizi na usimamizi madhubuti wa utekelezaji wa bajeti ya serikali. Namshukuru Mheshimiwa Rais na najisikia kuwa nimependelewa kupatiwa moja ya timu bora kabisa ya utendaji. Kwa hakika hii ni A team kama Arsenal. Imekamilika katika idara zake zote. Mheshimiwa Spika, napenda pia kutoa shukurani kwa viongozi na watendaji wa wizara, idara zinazojitegemea, wakala na taasisi za serikali, ofisi za wakuu wa mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa na wadau mbalimbali katika kuwezesha maandalizi na utekelezaji wa bajeti ya serikali. Mheshimiwa Spika, tunawashukuru pia majirani zetu wa karibu, nchi za Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Malawi, Msumbiji, Rwanda, Uganda na Zambia kwa mashirikiano yao ya kidiplomasia, kisiasa na kiuchumi. Msingi muhimu wa sera yetu ya mambo ya nje ni kuendeleza na kudumisha ujirani mwema. Chukua fursa hii kuhakikishia majirani zetu kuwa Tanzania itaendelea kuwa jirani mwema kwao. Mheshimiwa Spika, niruhusu nitumie nafasi hii kuwashukuru washirika wetu wa maendeleo kwa misaada na mashirikiano yao waendelea kutupatia katika harakati zetu za kujiletea maendeleo nchini. Naomba nizitambue nchi wahisani na taasisi mbalimbali kama ifuatavyo. Kwanza, Australia, Austria, Brazil, Canada, China, Denmark, Finland, Hungary,
India, Indonesia, Ireland, Italia, Jamhuri ya Cuba, Jamhuri ya Czech, Japan, Korea Kusini, Kuwait, Marekani, Norway, Oman, Poland, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Sweden, Ubelgiji, Ufaransa, Uholanzi, Uingereza, Ujerumani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Urusi na Uswisi. Mheshimiwa Spika, taasisi na mashirika ya kimataifa tunayoshirikiana nayo kwa karibu ni pamoja na Benki ya Dunia, Shirika la Fedha la Kimataifa, Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Kiarabu ya Maendeleo ya Kiuchumi kwa Afrika, Mfuko wa Abu Dhabi, Mfuko wa Kimataifa kusaidia mapambano dhidi ya ukimwi, kifua kikuu na malaria, mfuko wa OPEC, OFID, Mfuko wa Mazingira Duniani GF, Adaptation Fund, Mfuko wa Geothermal Risk Mitigation, Umoja wa Mataifa na mashirika yake yote yaliyopo nchini, Umoja wa Ulaya, Shirikisho la Gavi, Global Partnership for Education GPE, Nutrition International, Mfuko wa Maendeleo ya Kilimo wa Kimataifa IFAD na mfuko wa Saudia. Mheshimiwa Spika, ni matarajio yetu kuwa kwa washirika wetu waliotuahidi rasilimali watatimiza ahadi zao kwa ukamilifu na kwa wakati. Aidha, serikali itaendelea kuimarisha uwajibikaji, uwazi na nidhamu katika usimamizi wa matumizi ya rasilimali zitakazotolewa ili kuhakikisha upatikanaji wa thamani halisi ya fedha na kufikiwa kwa malengo yaliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, naomba nitambue pia mchango na ushirikiano wa asasi zisizo za kiserikali ikiwa ni pamoja na asasi za kiraia, mashirika yasiyo ya kiserikali, taasisi za fedha, sekta binafsi, mashirika ya kidini pamoja na taasisi za elimu ya juu na utafiti katika kuchangia maendeleo nchini. Mheshimiwa Spika, kipekee nitumie fursa hii kuishukuru familia yangu kwa maombi na faraja inayoniwezesha kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi na kwa weledi. Kwa namna maalum na kipekee namshukuru sana mke wangu kipenzi na rafiki wangu mkuu Bi Nasra Ibrahim Ali, watoto wetu Hafidh na Ashura Khamis na wakwe zetu Abrar Said Bakran na Hassan Juma Amur. Nawashukuru pia wajukuu Nasra Khamis Said na Mariam kwa Hafidh na Abrar na mapacha Malik na Malak na Nasrin na Nazneen kwa Ashura na Hassan. Shukurani zangu za dhati ni kwa faraja na moyo wanaonipa na kuniombea kwa Mwenyezi Mungu kila siku ili niweze kutekeleza kwa uaminifu na uadilifu dhamana niliyopewa ya kuwatumikia Watanzania. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza hapo awali, bajeti hii ni ya kwanza katika utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa ambao ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Ili kufikia malengo yaliyoainishwa katika dira hiyo, ni muhimu kwetu sote kujituma na kuwa na umoja na mshikamano wa kitaifa katika utekelezaji wa mipango na maendeleo. Aidha, wananchi sote hatuna budi kuchangamkia kikamilifu fursa zinazojitokeza kwa utekelezaji wa bajeti nchi yetu kwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON ili kujiongezea kipato na hivyo kuboresha ustawi wa jamii. Mashindano ya AFCON yanaleta fursa adhimu hususan katika utoaji wa huduma za vyakula, malazi, usafiri na utalii. Fursa kubwa zitakazojitokeza pia katika miradi mikubwa inayotarajiwa kuwekezwa nchini ikiwemo LNG, uchimbaji wa makaa ya mawe na chuma na uchakataji wake wa chuma cha pua, pia na sekta ya ujenzi, usafirishaji, madini, nishati na gesi. Tuzichangamkie ipasavyo fursa zote hizo na nyingine zinazojitokeza nchini kwetu. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoainisha hapo awali, serikali inaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na ufanyaji biashara nchini ikiwemo maboresho ya mfumo wa kodi kwa lengo la kuvutia uwekezaji, kuhamasisha urasimishaji wa sekta isiyo rasmi na uanzishaji wa biashara mpya na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi. Serikali pia itarahisisha malipo kwa kupunguza matumizi ya fedha taslimu ili kuhakikisha kuwa mageuzi haya yanajenga uchumi wa kisasa pasipo kuacha nyuma wananchi katika gurudumu la ujenzi wa uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa Spika, naomba nimalizie kwa kulishukuru kundi maalum katika jamii yetu, kundi muhimu na maalum katika jamii yetu. Kwa moyo wa dhati kabisa ninawashukuru viongozi wote wa dini kwa mchango wao mkubwa wanaotoa katika kujenga na kudumisha amani, maadili na mshikamano wa kitaifa. Imani yetu ya kiroho ni msingi muhimu wa umoja wetu na maendeleo ya nchi yetu. Tunawashukuru sana viongozi wetu kwa sala na dua zenu za kuiombea nchi yetu, viongozi na wananchi kwa ujumla. Kwa hakika sala na dua hizo zimeendelea kuimarisha umoja, utulivu na mafanikio ya taifa letu. Na waomba wasichoke, waendelee kuliombea taifa letu hasa pale shetani anapotupa majaribu yake. Mheshimiwa Spika, naomba sasa bunge lako lipokee, lijadili na kuidhinisha mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi ya serikali
kwa mwaka 2026 na 27. Mungu ibariki Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Waheshimiwa wabunge,